Popote twapoenda tunacha alama, kadi za kipekee twazifanya kwa bidii. Tukio liko wapi twaleta kamera, kiatu popote kazi yetu ni ushindi. Kiatu popote kila kona tunafika, kadi na mabango biashara twaleta. Hii timu ya ushindi wanastahili sifa. Karibu Kiatu popote, hakuna shaka wala hofu. Habari. Kaa tayari kusikiliza taarifa ya habari. Tayari kutazama na kusikiliza taarifa ya habari kutoka Namnyaki FM kupitia Kiatu TV Media. Popote tunakanyaga na ni mwanga kwa jamii. Habari za wakati huu, mtazamaji wangu na msikilizaji wa Namnyaki FM, iliyopo Kilala Kidewa, kata ya Ibumu, halmashauri ya wilaya Kilolo, mkoani Iringa, katika masafa haya ya 9.2025. Karibu katika taarifa ya habari za saa mchana huu. Langu jina nite Pascalina Gerudi Chengula. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mkuu wa shule ya sekondari Namnyaki Mwalimu Norman Samuel Mbangwa amewataka wahitimu wa kidato cha 4 waongeze bidii ya kujisomea wakati wakijiandaa na mtihani wa taifa. Sambamba na hilo, Mwalimu Norman ametoa wito kwa wazazi na walezi kuhimiza elimu kwa watoto wao ili iwe mkombozi wa maisha yao. Kadhalika ameongeza kuwa wanapokea wanafunzi wa Preform 1 na wanaohitaji kujiunga na kidato cha kwanza na kidato cha 3 katika shule hiyo kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Zaidi anaweka wazi. Leo hii tunawaaga kwa kuwafanyia sherehe wahitimu wa kidato cha 4 mwaka 2025. Lakini jambo kubwa zaidi, tuachane na hii sherehe. Baada ya hapa tuna mtihani wa taifa, na huo ndio mtihani mkubwa ambao utakufanya wewe uonekane kuwa umehitimu kidato cha 4. Hivyo tuwaombe kuelekea mtihani wa taifa, mjiandae kwa bidii, msome kwa bidii, msome kwa vikundi, lakini pia muweze kupitia mitihani mbalimbali ambayo mmeshakuwa mkiifanya ya ndani na ya nje ya shule. Kwa kufanya hivyo mtakuwa mnajihakikishia kuwa hili tunalowafanyia leo ni jambo jema ambalo baada ya kufaulu utafurahi zaidi kuliko kujisahau kwa sababu umefanyiwa sherehe na kuona umemaliza kila kitu. Lakini pia tuwaombe walimu pia watoto hao wanapowaletea maswali tusiwasahau kwa sababu tumeshawafanyia sherehe. Wanahitaji usimamizi wa hali ya juu ili kuwaandaa wafanye vizuri mtihani wao wa mwisho. Nipende pia kuwashauri wazazi, nimekuja kwa ajili ya mahafali, muweze pia kuwahimiza watoto na kuwatia moyo waweze kusoma kwa bidii wanapokuwa hapa shule. Lakini pia tuwaombe wazazi muwe barua njema mnapokwenda nyumbani kwa ajili ya kuitangaza shule yetu, shule ya sekondari Namnyaki, ili tuweze kupata watoto wengi hasa wa jamii ya kifugaji. Pia tunaomba watoto wa kidato cha kwanza Preform 1, wazazi mmebaki nao huko majumbani, tunaomba muwalete hapa ili waendelee kuzoea mazingira, ili inapofika mwakani wajiunge na kidato cha kwanza mwaka 2026 katika shule yetu ya Namnyaki. Tunapokea wanafunzi wa jamii zote, Wahehe, Wabena, Wanyaturu na makabila mengine yote yanayopatikana Tanzania. Tuwaombe wazazi wengine pamoja na wageni waalikwa kuitangaza shule hii na kuwatangazia watu kuwa shule yetu inapokea watu wote kwa bei nafuu. Ada zetu ni nafuu ukilinganisha na shule nyingine. Baada ya kusema haya, pia niwatakie mtihani mwema na Mungu awe pamoja nanyi. Mwalimu wa malezi ndio amekuwa mchango mkubwa katika harakati za kuwalea wanafunzi licha ya kukumbana na changamoto mbalimbali. Kwa upande wake, mwalimu wa taaluma katika shule ya upili Namnyaki, Amasha Chadali, ameeleza jinsi shule hiyo ilivyopambana kuinyanyua juu kitaaluma.
Kuku aina ya broiler wenye namba S/2025 wameilalamikia mamlaka ya haki za wanyama duniani iingilie kati ifikapo 2026 kutokana na kitendo cha wanadamu kuwachinja wapendwa wao wakiwa bado na umri mdogo. Pia kuku hao wameiomba mamlaka iwasaidie kuwaambia binadamu wawe na huruma dhidi yao na kusema kuwa kama wanahitaji kujipatia nyama iliyotamu zaidi na isiyo na madhara kwao, basi wawe wanawachinja baada ya wiki 6 au 8 badala ya kuwachinja wakiwa na wiki 2 tu. Katika habari za michezo na burudani, shule ya upili Namnyaki ina michezo mbalimbali ukiwemo mchezo wa kuruka kamba, kuruka chini, mpira wa pete, mpira wa wavu, mpira wa miguu kwa wavulana na wasichana. Wakati huo michezo ya UMISETA shuleni hapo imekuwa ikitoa wanafunzi wengi kuwa vinara baada ya wanafunzi kufika ngazi ya mkoa kwa muda wa miaka 2 mfululizo. Habari kamili. Tunaanza na habari za ndani. Wa malezi na ustawi wa shule, ndiye mwalimu pekee amekuwa mchango mkubwa katika harakati za kuwalea wanafunzi licha ya kukumbana na changamoto mbalimbali. Sambamba na hilo, pia tunaarifiwa kuwa mwalimu wa taaluma katika shule ya upili Namnyaki, mwalimu Amasha Chedali, ameeleza jinsi shule hiyo ilivyopambana kuinyanyua juu kitaaluma. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na Lukia Athumani Mgema. Akizungumza mapema asubuhi hii leo na Namnyaki FM na kusisitiza kuwa kumlea mwanafunzi ni kazi kubwa na ni wito. Hivyo kama Mungu hajakupa kipawa hicho huwezi kumlea mwanafunzi. Na kikubwa kilichonivutia ambacho sikutegemea kukutana nacho ni kwamba wanafunzi walio wengi katika shule hii ni wanafunzi kutoka jamii ya kifugaji. Hali ambayo imenipelekea kukutana na mwalimu wa malezi zaidi kutaka kujua anawezaje kukabiliana na changamoto ya tabia tofauti. Mwalimu Kiongole anabainisha na kuziweka wazi baadhi ya changamoto hizi. Kwa jina ninaitwa Mwalimu Oneni Kiongole kutoka shule ya upili Namnyaki. Katika kitengo chetu cha malezi, kitengo chetu ni kigumu kidogo ambacho kinahitaji mwalimu kuwa na umahiri mkubwa katika kuwalea watoto hawa. Wakati mwingine tumekuwa tukikutana na changamoto hususan zinazohusiana na malezi ya watoto hawa. Changamoto hizo zipo katika mazingira tofauti. Tatizo au changamoto namba 1, unakutana na mtoto kwamba akienda likizo anarudi na tabia peke yake au tabia tofauti ambazo kimsingi ukifuatilia unakuta mwanafunzi huyu hawezi kuendana na mazingira ya shule. Hivyo tunatumia nguvu kubwa kuweza kumrekebisha mtoto huyo ili aendane na mazingira ya shule. Aidha, wanafunzi hawa waendapo likizo huchelewa kurudi na wengine kwa wamewezeshwa kabisa. Hivyo inatupa ugumu sana katika malezi na kuwafundisha, kwa sababu wakiwa likizo wanafanywa sherehe za kuwezeshwa huko zikiwa kubwa. Hata wanavyorudi shuleni tunapata changamoto kwa sababu wanakuwa ni wake za watu. Hivyo ni ngumu sana kumrudisha shuleni mtoto huyu kwa sababu muda mwingi anafikiria ndoa aliyoiacha nyumbani. Kisaikolojia inakuwa inamuathiri kimasomo, lakini pia katika mienendo mizima ya shule. Kama kuna mzazi ambaye anasikiliza Namnyaki FM, tunamuomba tabia hiyo iweze kufa kwa sababu anaharibu mtoto ikiwa bado mdogo. Kwa upande wake mwalimu wa taaluma katika shule ya upili Namnyaki, mwalimu Amasha Chedali, ameeleza jinsi walimu wa shule hiyo walivyopambana kuinyanyua juu kitaaluma. Kama ambavyo mazingira ya shule yetu umeweza kuyaona na umepitia mazingira yote na kuweza kuyaona. Kiujumla shule yetu ina mazingira mazuri kabisa ya kujifunza na kuweza kujifunzia kwa wanafunzi wote. Basi moja kwa moja ni kuambia tu taaluma ya shule yetu iko vizuri na inaendelea kufanya vizuri kila siku. Watoto wa shule yetu wanafanya mitihani mbalimbali kama mitihani ya ujirani mwema ambayo tunafanya shule zote 5 ikiwa Namnyaki, Ibumu, Selebu, Ngangwe pamoja na Image sekondari. Lakini pia wanafunzi hawa hasa wa kidato cha 4 ambao wanaondoka leo wameweza kuwa wakifanya vizuri katika mitihani yetu, kwani wamekuwa wakifaulu kwa kiwango kikubwa sana katika mitihani yetu ya ndani na ya nje ya wilaya, mkoa mpaka taifa. Lakini pia madarasa yaliyobaki, ndugu mwandishi, wanafunzi waliopo hapa wamekuwa wakifanya vizuri sana na tunajivunia kuwa na wanafunzi hao, na muda wote walimu ni washukuru sana, wamekuwa wakijitahidi na wanajituma muda mwingi sana, kwani wamekuwa wakifundisha mpaka muda wa ziada ili kuhakikisha wanafunzi wanakuwa vizuri sana. Na pia nimshukuru sana mwalimu wa nidhamu, kwani amesimamia nidhamu ya wanafunzi ambayo imepelekea hali ya taaluma kuwa vizuri. Lakini pia nishukuru sana mwalimu wa malezi, kwani wamekuwa wakiwalea wanafunzi hawa vizuri sana, hali ambayo inapelekea taaluma ya shule yetu iweze kufanya vizuri sana. Nishukuru walimu wa idara mbalimbali kama idara ya sanaa, idara ya sayansi pamoja na idara ya
arts ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kuhakikisha wanafunzi wa shule yetu wanafanya vizuri zaidi. Na mwisho kabisa, ndugu mtangazaji, nishukuru sana wote walimu pamoja na watumishi wasio walimu, kwani tumekuwa tukishirikiana wote pamoja ili kuhakikisha gurudumu la ufaulu wa taaluma shuleni kwetu linakuwa vizuri sana. Asante. Nikiripoti habari za malezi na taaluma, Lukia Athmani Mgema wa habari za saa Namnyak FM Radio Iringa. Shukrani Rukia Athumani kwa taarifa hiyo. Na tuendelee na taarifa ya habari, na sasa ni habari za uchumi na biashara. Kuku aina ya broiler wenye namba S/2025 wameilalamikia mamlaka ya haki za wanyama duniani iingilie kati ifikapo 2026 kutokana na kitendo cha wanadamu kuwachinja wapendwa wao wakiwa bado na umri mdogo. Pia kuku hao wameiomba mamlaka iwasaidie kuambia binadamu wawe na huruma dhidi yao na kusema kuwa kama wanahitaji kujipatia nyama iliyotamu zaidi isiyo na madhara kwao, basi wawe wanachinja baada ya wiki 6 au 8 badala ya kuchinja wakiwa na wiki 2 tu. Kwa utimilifu wa taarifa hii tuungane naye mwana Kinana H Bohora akizungumza na Namnyak FM Radio mapema mwishoni mwa wiki jana. Kiongozi wa kuku hao amesema tukio hilo la kinyama huwa linatokea kila baada ya wiki 2 na kujikuta wao wanapungua siku hadi siku, na kinachowauma zaidi ni kule kuchinjwa kwao wakiwa bado na umri mdogo zaidi. Kuku huyu anaeleza. Jamani, hivi haki za wanyama mko wapi na mnafanya kazi gani? Hamuoni sisi tunavyoonewa na hawa watu binadamu? Kwa nini kila siku ni sisi tu? Kwa nini kuku kienyeji na watu hivi hamuoni bata mtisi na ng'ombe? Swala gaera na best tukao miliki ni sawa. Hatujatoka kwa Mungu kama sisi tueleza kwa heshima zetu. Basi tunaomba mtupe muda wa kuishi wao wiki 8 kana mtu wiki 8 hela ka. Dada Pascalina hapo studioni. Muda huu unavyozungumza na wewe nipo Ilula Ilala katika mabanda ya kufugia kuku wa nyama broiler namba S2025, na kuwakuta wakiwa katika kikao chao cha dharura wakishinikiza mamlaka ya haki za wanyama duniani iingilie kati swala hili, na endapo binadamu watakaidi ombi lao la kuwaacha waishi wala wiki 6 hadi 8 wakomai vizuri ili nyama zao ziwe tamu zaidi. Kuku hao wameahidi kuwapa maradhi mbalimbali kama vile kansa, kuota vitambi, kuota ndevu kwa wanawake, kuota matiti kwa wanaume na kadhalika, hasa kwa wale wanaopenda kuwatafuna mpaka mifupa. Naomba mtaishia